Mambo vipi mtazamaji wa M24, karibu nikupitishe katika baadhi ya matukio ama habari kama tulivyokuahidi kuwa ukiwa na M24 huwa tunakupitisha katika habari mbalimbali zile ambazo zimetokea Arusha, Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambapo kwa Tanzania wagombea wa rais 17 wamesimamishwa wa vyama mbalimbali, ambapo uchaguzi huu unatarajiwa kufanyika siku ya tarehe 29. Lakini pia kwa upande wa jiji la Arusha wagombea ubunge 17 pia wamesimamishwa kutoka vyama mbalimbali wakiwa wanawania nafasi hiyo ya ubunge kwa jiji la Arusha. M24 tumepita mtaani, tumezungumza na baadhi ya watu katika kuelekea siku ya tarehe 29 kuona maoni yao na kile ambacho wanazungumza katika kuelekea siku hiyo. Wako viongozi mbalimbali, viongozi wa jamii ya Kimasai ambao ndio jamii kubwa sana hapa Arusha, ambapo Leigwanani mkuu Isaac Ole Kisongo amesema kuwa zoezi hilo litasimama kwa muda wa siku 2 kupisha uchaguzi. Tumeshaabisana 29 kuna uchaguzi mwezi huu, na tukasema tutoe baraka, lakini kwa kutambua umuhimu wa kuunda serikali tuache tohara tarehe 21 mpaka tarehe 30 ili tusisababisha wagonjwa wasio kwenda kupiga kura wakati wana haki wa kupita kura. Hatujaambiana tarehe 3 ili mkoa elewe. Mafurika siku hiyo ilikuwa ni kuandaa uchaguzi. Ukitairi vijana 1000 hapa, si itapunguza kura? Maana kama ni mgonjwa ataendaje kupiga kura? Tulishasema jamii ya Maa wako katika mkakati wala sio nyuma ya kuunda serikali kushiriki uchaguzi, kuchagua diwani, mbunge popote pale na rais watakayemtaka. Hiyo siku ni takatifu katika taifa la Tanzania. Hiyo siku ni chama. Na tumeambiana jamii ya Maa hatutaki kushika mkia. Tunataka kushika mbele katika uchaguzi, katika vitongoji vyetu, vijiji vyetu, kata zetu, wilaya zetu na mkoa wetu. Sinawezekana? Mzee Kisongo wakati ananieleza kwamba 29 mtaenda kupiga kura. Sasa yani katika jeshi hawa ndo majenerali hao. Hawa ndo majenerali kwenye familia. Wanatoa tu maelekezo kwamba 29 twendeni tukapige kura. Kwa hiyo nyie mbele ya Mzee Kisongo mmesema 29 mnaenda kupiga kura. Mmesema tarehe 29 ni amani. Wangapi tunaendelea kukubaliana hivyo? Nyinyi mkiamua kwamba tarehe 29 tutakuwa na uchaguzi na kila mmoja akajitokeze kupiga kura kwa jamii nzima ya Kimasai, kwa sababu nyie hamna mipaka ya mkoa. Mmetaja watu wa Simanjiro, mmetaja watu wa Andeni, mmetaja watu sehemu mbalimbali. Peleka message hiyo maeneo yote, jamii nzima itakwenda kupiga kura. Kwa hiyo niwashukuru sana nyinyi viongozi wa mila kutoka maeneo yote kwamba mmeridhika na kazi nzuri zinazofanywa na serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mmeridhika na amani na utulivu na maendeleo tunayopata. Basi niwashawishi muende katika jamii zetu tukawakumbushe kwamba 29 tukatumie haki yetu ya kikatiba kwenda kushiriki uchaguzi, kupiga kura. Tukipiga kura mtoe maelekezo ya watu kurudi nyumbani kupumzika, ili tume ya uchaguzi iweze kuendelea na zoezi la kuhesabu na kutangaza matokeo. Kama mkuu wa mkoa na wahakikishia, najua na nyinyi ni walinzi wa jamii yetu, na wahakikishie vyombo vya ulinzi na usalama katika mkoa wa Arusha tutahakikisha pana amani na utulivu kuanzia sasa, wakati wa kupiga kura na baada ya uchaguzi. Zungumza na rais wa chama cha wafanyakazi TUCTA Tanzania pia naye ameelezea kuelekea siku hiyo na wito wake kwa wananchi, lakini pia pamoja na wafanyakazi kwa ujumla. Lakini pia tumezungumza na baadhi ya raia ama wananchi ambao hawa ndio watakao kwenda kupiga kura kwa wingi siku hiyo, nao pia wameelezea mtazamo wao katika kuelekea siku hiyo
ya tarehe 29. Nitumie fursa hii sasa kuwasisitiza kuendelea kuwashawishi wafanyakazi wa Arusha na Tanzania nzima tujitokeze kwa wingi tarehe 29 Oktoba 2025 kwenda kupiga kura ili tuweze kuwachagua viongozi wetu wanaojali maslahi yetu. Nirejee kauli mbiu yetu ya Mei Mosi 2025 ilisema hivi: uchaguzi mkuu wa 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki katika uchaguzi. Kupiga kura ni haki yako, na mimi niwahakikishie tuko salama. Tarehe 29 tujitokeze, usilale nyumbani, nenda kapige kura, baada ya kufanya shughuli zako. Nami siku hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko. Tunataraji kutoa ushirikiano na kujitokeza katika zoezi la upigaji kura tarehe 29 mwezi Oktoba 2025 na kuhakikisha usalama unaimarika, na tunategemea kutoa ushirikiano kwa serikali pamoja na viongozi kwa ujumla tuweze kuendana na kauli mbiu yetu ya Mei Mosi ya mwaka huu kwamba tukapige kura kwa viongozi ambao wanajali haki pamoja na maslahi ya wafanyakazi. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi tukashiriki uchaguzi ambao utakuwa ni uchaguzi wa amani, lakini kubwa zaidi tukiwa kama vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa, tujitahidi kujiepusha na hizo heka ambazo zinaweza zikapelekea kuweza kuathiri amani